Jeshi la Polisi mkoa wa Kagera linawashikilia watu wawili ambao ni Kevin Payson Mdoro wa miaka 42 Mnyiha. Huyu ni mganga wa jadi mkazi wa wilaya ya Mbozi mkoani Songwe, na Landa Niseme Mlomo, huyu wa miaka 64 ni Mnyamwanga, mfanyakazi katika chumba cha kuhifadhi maiti katika hospitali ya Vwawa iliyoko wilaya ya Mbozi mkoani Songwe kwa tuhuma za kupatikana na viungo vidhaniwavyo kuwa ni viungo vya binadamu. Mnamo tarehe 27 Januari 2025 majira ya jioni katika manispaa ya Bukoba mkoa wa Kagera, Kevin Payson Mdoro alikamatwa katika nyumba ya kulala wageni iliyoko Kibeta akiwa na viungo vilivyodhaniwa kuwa ni vya binadamu, ambapo alikamatwa na mfupa mmoja wa taya la binadamu, kipande cha moyo wa binadamu, kipande cha sehemu za siri za mwanamke, kipande cha kondo la nyuma la tumbo la uzazi la mwanamke. Lakini pia mtuhumiwa huyu alikamatwa na vitu vingine ambavyo ni vipande viwili vya ngozi iliyokaushwa idhaniwayo kuwa ni ngozi ya nyoka aina ya chatu, ngozi moja ya nyoka wa kawaida, pembe mbili za mnyama wa polini, vipande vitatu vya mifupa ambavyo bado haikubainika mara moja kama ilikuwa ni mifupa ya binadamu au mnyama gani. Baada ya kuhojiwa, alieleza kwamba vifaa hivyo yeye huvitumia kwenye shughuli zake za uganga wa jadi. Lakini alipohojiwa zaidi, kavitoa wapi? Alieleza kwamba viungo hivyo au vitu hivyo alivyokamatwa navyo alipewa na mtu mmoja aliyemtaja kwa jina la Landa Niseme Mlomo kuwa ndiye aliyempatia viungo hivyo huko Mbozi mkoani Songwe. Kama nilivyoeleza hapo awali kwamba huyu Landa ni mhudumu katika chumba cha kuhifadhi maiti katika hospitali ya Vwawa iliyoko wilayani Mbozi mkoani Songwe. Kufuatia taarifa hiyo iliyopatikana kwenye mahojiano hayo, basi taratibu za kumkamata Landa ni kule mkoani Songwe zilifanyika, akakamatwa na akaletwa hapa tayari kwa hatua sahihi za kisheria. Uchunguzi unaendelea ili kubaini nani hasa wako kwenye mtandao huu, kwa sababu kama kweli alipewa na huyu alipewa akafanyia nini? Je, huyu mtu wa mochwari ameshatoa viungo kutoka kwenye miili ya watu waliohifadhiwa kwenye chumba hicho kwenye maiti ngapi, na wangapi ni wateja wake wakuu? Lakini huyu bwana Payson alijuaje kama akija Kagera na viungo hivyo atapata wateja? Alijuaje? Manake kuna syndicate inayounganisha kati ya Songwe na huku. Sasa kusudio letu ni kufumua huu mtandao mzima, sababu leo hawa wamepata kwa mhudumu wa chumba cha maiti, kesho wakikosa kutoka kwa mhudumu wa chumba cha maiti watamuua mwanadamu ambaye ni mzima au wataenda kufukua makaburi. Sasa ili kuondokana na hili, basi lazima tuhakikishe kwamba tunaubomoa kabisa mtandao mzima, ambao nani washiriki, nani wateja, lakini nani wako katikati hapa, kwa sababu kutoka Songwe kuja mpaka huku ni kilomita nyingi. Nini kilimleta huyu mganga wa kienyeji kuja huku? Kilichomwaminisha kwamba huku kuna soko? Ni wazi kwamba kuna watu ambao walimwambia njoo huku tutafanya biashara, na yawezekana tulimwahi kabla hajaingia na hivi viungo vyake sokoni.
Kwa hiyo lengo letu ni kuhakikisha kwamba tunaubomoa mtandao mzima na kuhakikisha kwamba matukio haya hayajirudii. Tukumbuke ni miezi michache iliyopita, kwa maana ya mwishoni mwa mwaka jana, tulimpoteza mtoto Asimwe huku kwa tamaa hizi za watu wanaotafuta kujipatia fedha kwa haraka kwa njia ambazo sio sahihi. Sasa isifike mahali watu wakaona Kagera ndio mahali ambapo biashara hii inaweza kufanyika. Tahakikisha kwamba hili linafika mwisho, na wote walioshiriki kwenye mtandao huu basi tutawafikisha mbele ya vyombo vya sheria, kwa maana mahakamani, ili haki iweze kutendeka na hili lisiendelee kutumika na hatimaye kuendelea kuathiri maisha ya Watanzania wasio na hatia, lakini pia kuendelea kuchafua mkoa wetu wa Kagera. Kilichokamatwa ni nyama ya sehemu za siri za mwanamke ambayo imekaushwa. Lakini pia hata hilo kondo la nyuma la kwenye mfuko wa uzazi na lenyewe limekaushwa, sio kwamba bichi linalonuka, no, limekaushwa. Ishu ya kwamba hiki ni kiungo cha binadamu, hata kwa kuitazama halina ubishi, lakini la nani? Hayo ndo yanaendelea sasa. Mwisho wa siku ije itulinki, tutakapokuja kubaini kwamba kumbe kuna mtu alishawahi kuonekana hana kiungo na sisi tayari tunacho huku, basi utaratibu wa kupata muunganiko wa vinasaba utafanyika kwa familia husika na huku. Niwaonye wana Kagera, tuepukane na tamaa ya fedha za haraka, utajiri wa haraka ambao hauna malengo, hauna mipango. Hii haijawahi kutokea. Mwisho wa siku tutajikuta tunaingia kwenye mikingamo na sheria ambayo itatufikisha kwenye kuishia gerezani. Tukumbuke wale wa tukio la mwanzo Kagera, leo tena hili Kagera. Sasa yawezekana kuna watu washaona kwamba kumbe Kagera ukija kuna watu ambao wana fikra ya kupata utajiri haraka. Tukiendekeza hili tutapoteza ndugu zetu wengi. Ni washukuru wana Kagera kwa kuwa watoaji wazuri wa taarifa pindi wanapoona kitu ambacho hakiko sawa. Naomba hilo liendelee ili tuendelee kuimarisha ulinzi ndani ya Kagera yetu. Tuendelee kuimarisha usalama ndani ya Kagera yetu. Unajua sasa hivi tunaelekea kwenye uchaguzi. Kwenye uchaguzi huwa kuna mambo mengi. Kwenye uchaguzi kuna yataibuka mengi sana. Sasa kama hatujawa pamoja kukomesha huu ambao sasa ulizoeleka, ni wazi kwamba tutajikuta sasa badala ya kukaa tukimbizane na shughuli za uchaguzi, tunalazimika tena kuanza kutafuta mtoto aliyepotea au marehemu ambaye maiti imekutwa wakati amenyofolewa viungo, kitu ambacho hakikubaliki.